Usiwahi kumwamini mwanaume hata siku moja kwenye maisha yako. Mimi naitwa Doris. Nilimkopesha mwanaume pesa ya kulipa mahari yangu mimi mwenyewe. Nilimpa pia na mtaji wa biashara. Lakini baada ya kujipata, cha moto ninakiona. Alianza tabia ya kuficha simu yake. Akaanza kuninyima unyumba, akisingizia anachoka sana na kazi au mara nyingine anasema tumbo linamuuma. Siku moja nilikuta simu ya mume wangu ikiwa juu ya kitanda. Yeye alikuwa anaoga muda huo. Ikaingia message. Kuangalia ni mtu katuma message anauliza baby unakuja? Moyo wangu ulienda mbio sana. Lakini kabla sijaiangalia vizuri, mlango wa bafuni ulifunguka kwa fujo. Mume wangu alitoka akiwa amefunga taulo na macho yake yalipotoa kwenye mikono yangu, aliona nimeshika simu yake. Uso wake ulibadilika ghafla akawa mkali. Aliruka haraka kama simba, akaninyang'anya ile simu mkononi kwangu kwa nguvu, huku akinifokea sauti ambayo sijawahi kuisikia tangu niolewe naye. Doris, amekupa nani ruhusa kushika simu yangu? Una mambo ya kitoto sana wewe. Kwani umekuaje? Nilibaki nimepigwa na bumbuazi. Alivaa nguo zake haraka, akachukua funguo ya gari akaondoka. Nilijitupa kwenye kochi kwanza. Nikaanza kulia kwa uchungu mkubwa sana. Ilibidi nimpigie simu rafiki yangu Aileen. Nikamwelezea kila kitu. Aileen ni mshauri wangu mkubwa sana wa ndoa yangu. Ana upendo mkubwa sana kwangu. Basi nilimwomba aje nyumbani walau hata anifariji. Baada ya saa moja kupita, mlango wangu ulifunguliwa. Aliyeingia alikuwa ni Aileen. Wow. Rafiki yangu wa damu. Alikuja mbio hadi nilipokaa, akanikumbatia kwa huruma. Akaanza kunifuta machozi kwa kitambaa chake. Shoga yangu Doris, sasa utakuwa ukilia hivi mpaka lini rafiki yangu? Bado hujamzoea tu mumeo? Aliuliza kwa sauti ya upole na upendo mwingi uliotujenga tangu wadogo. Irene, kama nilivyokuambia, mume wangu ana mwanamke mwingine nje. Nimekuta message ya mwanamke akimuita baby, anamuuliza kama anaenda. Nashindwa kuvumilia rafiki yangu. Mume anauma. Mume ananisaliti baada ya mimi kumpa kila kitu. Irene, moyo unaniuma sana. Basi Irene akanishika shavu, akaniangalia machoni kwa ukali wa kunitetea. Kisha akasema, Doris, tulia. Huyu mwanamke atakuwa ni kicheche tu mjini anayetaka pesa za mumeo. Achana na mumeo kwa sasa. Mimi nitakusaidia kumtafuta huyo mwanamke. Yaani nitamfundisha adabu. Lakini kwa sasa nenda bafuni kaoge upendeze, nikutoe out kipenzi changu. Sawa? Okay. Nilinyanyuka kuelekea bafuni nikiwa naitika kwa kichwa tu. Nilimshukuru sana Mungu moyoni mwangu kwa kunipa rafiki mwaminifu kama Irene, anayenifariji kwenye kila janga. Sasa kawaida yangu na nilivyofundwa, sitakiwi kwenda kokote kama sijamwaga mume wangu. Hata kama hatuko sawa, kumwaga ni lazima. Na nimeshazoea hivyo. Irene akanambia, we naye, yaani mtu kakuuzi bado tena umwage. Kitu gani? Hebu twende bana. Ila wanaume mpaka unalipiwa mahari na mwanamke bado unamchit. Hii nauma jamani. Doris anasema. Irene akanambia, Doris, hivi una akili kweli wewe? Mwanaume anakutesa hivi, anakufokea kwa makosa yake, badala ya kukubembeleza anaondoka, bado unawaza kumwaga. Hebu twende bwana, usinipotezee muda wangu hapa. Basi kwa unyonge wa moyo wangu uliojaa majeraha, nikajikuta na mtii Irene. Nikajipangusa machozi, nikabadili nguo, tuka request. Alinileta sehemu nzuri sana. Kulikuwa na utulivu, muziki laini ukilia kwa mbali. Irene akawa ananishika mkono kunifariji kwa upendo. Akiniambia, kula Doris, kula mwaya. Maisha yenyewe ni mafupi haya. Mwanaume asikuharibie umbo lako kwa kukomaza na mawazo bure. Yes. Basi tulikaa pale kwa masaa kadhaa tukiongea. Maneno ya rafiki yangu yalinipa nguvu kidogo na kunisaulisha yale machungu yangu kwa muda. Ilipofika saa 4 usiku nikamwambia, shoga yangu, sasa hivi ni usiku. Ngoja nirudi kwanza nyumbani maana mambo yanaweza kuwa makubwa. Irene akanambia, sawa mwaya, twende. Huyo kurubembe lako lisije likaanzisha timbuli lingine. Wapendwa wangu, tulipofika tu getini, niliona gari ya mume wangu, alikuwa amesharudi. Moyo wangu ulipiga pap. Nilihisi baridi ghafla kwa sababu sio kawaida, mume wangu ni mchelewaji sana kurudi, lakini siku hiyo
haikuwa hivyo. Basi nilishuka kwenye bajaji, nikamshukuru shoga yangu, kisha nikafungua mlango wa nyumba, nikaingia ndani. Kuingia tu ile sebreni, nikakutana na balaa la mwaka. Mume wangu alikuwa amesimama katikati ya sebure, amefunga mikono kifuani, macho yake yalikuwa mekundu kwa hasira. Nyumba nzima ilikuwa imevurugika, mito ya makochi iko chini. Alinitazama kwa dharau kuanzia juu mpaka chini, kisha akaingia chumbani. Nilijaribu kuongea kwa upole, mume wangu, mbona unanitazama hivyo? Mimi nilikuwa na aile. Wewe. Kabla sijamaliza kuongea, mume wangu alipiga meza ya kioo kwa nguvu hadi ikapasuka. Nikaruka juu kwa mshtuko. Alisogea mbele yangu, akaninyoshia kidole usoni. Nyamaza. Nyamaza kinywa chako kichafu. Doris, kumbe wewe mwanamke una tabia mbaya hivi. Unaniigiziaga Mimi nimerudi hapa nyumbani mapema. Ninaumwa tumbo. Natafuta mke wangu walau anifariji. Lakini nakuta nyumba tupu. Kumbe unatorokaga usiku, ndo kawaida yako Unaenda kuzurura huko na wanaume nje, si ndio? Nilijikuta machozi yananilenga. Nikamwambia rafiki yangu Irene alikuja kunifariji. Ndio tukaenda kupata chakula ili nitulize walau akili yangu. Au hujui ulichokifanya? Oh, Irene. Unamsingizia Irene. Mume wangu aliongea kwa sauti inayovuma nyumba nzima. Huna lolote. Unataka kumtumia huyo rafiki yako ionekane ulienda sehemu nzuri, kumbe ulikuwa unaenda kufanya uhuni wako huko. Doris, unajifanya una adabu sana hapa. Kumbe wewe ni msiri sana. Ndio maana ukatafuta ugomvi kusudi kuhusu simu yangu ili upate sababu ya kutoroka leo, si ndio? Nilihisi dunia inazunguka. Alikuwa anageuza makosa yote ya usaliti wake kuweka juu ya kichwa changu. Nikamwambia, nakuapia mume wangu, mimi sijawahi kukusaliti. Nilikuwa na Irene tu. Kuanzia leo sitaki kukuona unashika simu yangu. Na usiniulize hata kama nitachelewa kurudi hapa. Mume wangu alinitupa kitandani na kuanza kunitoa nguo zangu. Nikajiuliza, huyu anataka kufanya nini? Unataka kunifanya nini? Utanichania nguo bana, hebu niache. Mume wangu akasema, unajifanya unakataa nini? Nataka nione kama kweli wewe unaiheshimu hii ndoa, kwamba mimi natoka kwa mwanaume, si ndio? Mume wangu hakunijibu. Nikamwambia, unadhani mimi ni kama wewe? Kwa hiyo umefikia hatua huniamini mpaka unifanyie hivi? Mimi nimeishi na mume wangu siku zote, sikufanikiwa kupata mtoto na nilihangaika sana, mpaka ndugu wa mume wangu walishaanza kunisema vibaya, na nilihangaika hospitalini kwenye maombi. Lakini kumbe usiku huo wa ugomvi mkubwa ndio ulikuwa usiku ambao Mungu aliamua kujibu maombi yangu. Baada ya hiyo siku mume wangu alisafiri kikazi, so nina uhakika kabisa mimba iliingia siku hiyo. Basi mume wangu aliporudi, nilimsogelea akiwa anataka kwenda kuoga. Nilimkumbatia kwa nyuma na kumnong'oneza, mume wangu, Mungu amejibu maombi yetu. Nina mimba. You are going to be a father and I'm going to be a mother. Everything is going to change for us. Mume wangu akasema wow. Uso wake ulibadilika ghafla, akawa na furaha ya dhati. Alinyanyuka akanibeba juu, akinizungusha sebreni na kusema, Mungu wangu, Doris, kweli hatimaye naenda kuitwa baba sasa. Asante mke wangu, asante sana. Alinibandika mabusu kila mahali, akaniomba msamaha kwa makosa yote ya nyuma. Moyo wangu ulijawa na amani sana siku hiyo. Nikajua mtoto huyu anaenda kuokoa ndoa yetu. Basi siku iliyofuata nikiwa na furaha, nilimpigia simu rafiki yangu wa damu, Irene. Nikamwambia, Irene kipenzi changu, kuja nyumbani haraka. Nina bonge la surprise kwa ajili yako. Oh my God. Bila kupoteza muda, Irene alikuja nyumbani kwangu. Nilimrukia na kumkumbatia kwa nguvu. Nikamwambia, Irene, nina mimba. Mungu amenifuta machozi ya kuitwa tasa. Cha ajabu, hapo niliona Irene amebadilika ghafla. Alijaribu kulazimisha tabasamu la kinafiki, lakini mdomo wake ulikuwa unatetemeka kwa chuki. Unasema kweli Doris? Unajua siamini.
Siamini kama hili limetokea jamani. Hongera sana rafiki yangu. Niliona labda ni kweli mtu huyu hakuamini kama rafiki yake nina mimba, maana alishuhudia mara nyingi nikiwa nalia. Alinisindikiza pia kwenye kila mihangaiko yangu ya kutafuta ujauzito. Muda mfupi baadaye Irene akasema, najisikia vibaya, tumbo linaniuma sana leo. Akaomba kwenda msalani mara moja, lakini alikaa kule ndani kwa muda mrefu sana, karibu dakika 15. Nikajisemea, ana nini huyu? Isije kuwa kazimia huko bafuni, ngoja nikamfuate. Jamani, sikuamini. Nilimkuta Irene amesimama mbele ya kioo. Akili haipo kabisa hapo. Uso wake ulikuwa umebadilika, umejaa hasira na chuki ya kutisha ambayo sijawahi kuiona maishani mwangu. Alikuwa ananong'ona kwa sauti ya chini chini iliyojaa sumu. Haiwezekani huyu mbwa apate mimba. Nimefanya kila kitu, nimeharibu kila upande. Huyu mwanamke alitakiwa afukuzwe kwenye hii nyumba, awe mtembezi tu kama mimi. Hii mimba haitafikisha miezi 3, na hapa kwa jina langu